ikhwan alhadhirin, tunaendelea na semina yetu tukiwa tumefikia kwenye ukurasa wa 7. Tumefikia kwenye ukurasa wa 7. Maudhui tulionayo sasa hivi ambayo tunaanzia nayo ni muamalatuna ma'a ahli al-bid'i wal ahwa'i. muamalatuna ma'a ahli al-bid'i wal ahwa'i, muamala wetu katika da'wa yetu na manhaji yetu ahli sunnah wal jamaa dhidi ya watu wa bid'a na watu wa kufuata hawa ya nafsi. Muamala wetu vipi tutataamali nao? Na niliwahi kugusia kwamba tunatakikana tufahamu, tujue vipi tutataamali na watu katika ngazi tofauti. Vipi tutataamali waislamu kwa waislamu, waislamu na wasiokuwa waislamu, vipi tutataamali baina yao, vipi tutataamali baina ya waislamu na watu wenye kupiga vita uislamu mathalan. Vipi waislamu watataamali na mtawala wao, kiongozi wao katika nchi wanaoishi na mahali wanapoishi, vipi watataamali naye? Awe mtawala huyo ni jabbar, yani kwa maana ni msusuavu, kandamizaji, au mtawala mwema, mwadilifu, yani vipi tutataamali nao? Nadhani tumejaribu kugusia katika msimamo wetu namna tunapokwenda kwa mujibu wa misingi ya kielimu. Sasa kadhalika tutakana tufahamu kuna watu katika safu za waislamu ambao wameiacha sawa, njia sawa sawa ambao hawaitaki, wameitupilia mbali, ima kwa sababu ya ujinga au kwa kufuata matamanio ya nafsi, wakaingia katika mambo ambayo si yaliyofundishwa, bali wakazusha mingine ambayo hayako, katika mambo ya kiitikadi, katika mambo ya ibada, katika mambo ya matendeano, yani muamala na mingine. Kwa mukhtasari ni kwamba wako watu ambao hawako katika msimamo wa haki, ambao ni ahlul bid'ah wal ahwa. Na katika hawa ahlul bid'ah tunasema kwamba hawako daraja moja, wako katika daraja tofauti tofauti. Kuna watu ambao bid'a zao zimewaingiza kwenye ukafiri, hasa wakatoka nje ya Uislamu. Ndio maana unaposoma baadhi ya vitabu vya wanawachuoni wanapozungumzia masala ya al-jarh wa at-ta'dil, utakutana mathalan al-Hafidh Ibn Hajar katika muqaddima wa sharh ya Fath al-Bari unaitwa Hadu Sari. Katika muqaddima anataja asbabul jarh, madaru asbabil jarh. Katika mambo anayotaja akasema vile vile, yani mzunguko wa sababu za kujeruhiwa wapokezi. Moja katika sababu hizo anasema ni bid'a. Na hizi bid'a zimegawanyika, kuna mukaffiratun na kuna bid'a ambazo ni mufassiqa. Bid'a zenye kumtoa mtu kwenye Uislamu hasa akaingia kwenye ukafiri, kama vile bid'a za batiniya, ahlul ilhadi, yani kama vile bid'a za jahmiya na ghulatu rafidha, na kadhalika baadhi ya ghulati sufia. Kuna baadhi yao bid'a zimewatoa katika Uislamu kabisa, wakuwa si Uislamu. Na kuna ambao bid'a zao zimewaweka bado katika Uislamu, ni Uislamu wenzetu, lakini wao katika bid'a, hao katika sawa sawa, ima katika itikadi au katika ibada. Sasa tofauti zao hizi walizokuwa nazo katika hali zao, bila ya shaka hukumu itakuwa si moja, hukumu ziko tofauti kwetu sisi. Vipi tutataamali nao? Makafiri kadhalika, kuna kafiri nambari 1 ni harbi, yeye ni adui sana, upiga vita Uislamu kwa maneno na vitendo vyake, aita chokochoko kwa Uislamu, maneno kukashifu Uislamu, harbi. Na kuna kafiri ambaye sio harbi, dhimmi,
kadhalika muahad na musta'man, hawa wote ni makafiri, lakini muamala wetu sisi kwa wao uko katika mipaka maalum na kila mmoja na haki yake. Kwa hiyo Muislamu atakikana ayafahamu haya. Sasa sisi leo tuko kwenye kuzungumzia katika nukta yetu, vipi tutataamali na watu wa bid'a. Nara anna kulla bid'atin fi ad-din dhalalatun. Nasema sasa sisi tunaona na kuitakidi kwamba kila uzushi katika dini ni upotevu. Na kariri kusema kwamba tuweni makini katika yale ambayo tunayozungumza. Tunasema kwamba kila bid'a katika dini, kila uzushi wowote katika dini ni upotevu. Nikisema hivi nitakuwa nimekosea? Ni sawa sawa, kwa sababu ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba zake zote. Akisimama kwenye mimbari anasema, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. au asema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, katika riwaya wa kullu dalalatin fi an-nar. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anayesema maneno hayo, na sisi tunakariri kwenye hutuba zetu katika maneno yetu kwamba kila bid'a, yani katika dini, ni upotevu. Hapa tabidi nitoe maelezo kidogo. Kuna baadhi ya Waislamu ambao wanatetea mambo ambayo hayakuwepo katika dini, wanayatetea kwamba yapo, wanaipinga hadithi hii maana yake, ili maana sahihi ilikusudiwa. Wanasema sisi tunasema kwamba sio kila bid'a, yani kila kilichozuliwa ni upotevu. Kuna mambo mangapi kwani yamezuliwa na yanakubalika, nyinyi mnayafanya na sisi tunayafanya, sio bid'a. Kwa sababu sheria ya Kiislamu inaangalia kwamba uzuri, je, jambo hilo lina uzuri, ni jambo zuri? Kama ni zuri basi litakubalika. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sanna fil islam sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna nzuri. Kwa hiyo kila ambalo litakuwa ni zuri basi litafaa. Hakuna wanaosema hivyo? Wapo, bali ndio hoja yao kubwa kabisa, kwambia sasa hii kullu hapa, hii si kullu kulliya, haienei hii, ni kullu juz'iyya, ni kullu ambayo inahusu, inaingia katika baadhi ya vitu. Katika kuyatilia nguvu wanaoyasema watu wa aya, kuonyesha kwamba mara nyingine kullu inakuja na haienei. Wakutulia aya katika suratul Kahfi unasema Mtume Allah tabaraka wa taala anasema, wa kana waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nyuma yao kulikuwa, au mbele yao kulikuwa na mfalme ambaye analichukua kila jahazi lililokuwa zuri, au analikuwa kila jahazi kwa njia ya kulipora. Katika kisa cha Nabii Allah Musa. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanahoji kwamba kama ikiwa alikuwa akichukua kile jahazi huyo mfalme, kwa nini Al-Khidri alivunja jahazi hili au alitoboe? Kwa sababu yule mfalme alikuwa akichukua mazuri tu, ndio maana ikawa lile amelitia illa ili yule mfalme asilichukue lile. Kwa hiyo hapa kullu haikuenea, ndivyo wanavyosema. Sisi tunawaambia maneno mnayozungumza hayana ukweli kwa hizi sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kwamba sisi tutasema neno kullu katika lugha ya Kiarabu kiasili yake, maumbile yake ilivyo ni kwamba inaenea, neno hili linaenea kwenye kila kitu. Ukishasema kullu basi ujue kinachofuatia mbele ni kile hicho kitakachotajwa, sehemu hiyo sehemu iliyodhifishwa, basi itakuwa imeenea wasifu wake kwa watu wote au kwa kwenye vitu vyote. Mfano, Allah tabaraka wa taala yasema kullu man alaiha fan,
kila kilichoko juu ya ardhi ni chenye kutoweka. Kile kitakachokuwepo juu ya mgongo wa ardhi kitatoweka, hakitakuwepo. Tutajieni kitu hiki kimoja ambacho kitabaki milele, hakitatoweka. Kadhalika Allah tabaraka wa taala sema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja mauti. Niambie, ni nani atakayebaki? Ni nafsi ipi itakayobaki hiyo isife? Sema tu mimi sitokufa. Kila aliyekuwa katika hali ya uhai ataonja mauti. Na aya nyinginezo. Kwa hiyo asili ya kullu ni kuenea kila kitu kilichotegemezewa mbele yake, kila kitu. Hiyo ndio asili yake. Lakini mara nyingine inaweza ikatumika neno hili lisienee kwenye kila kitu mara nyingine, lakini sio asili. Na ilivyo katika visingi vya kielimu, wanasema kwamba kuacha asili au kutoa kwenye asili, kuitoa neno kwenye asili yake kulipeleka katika isiyokuwa asili, ni lazima kuwe na dalili na uthibitisho wa kueleweka. Sababu ziwepo, utaje kwa sababu hii na hii na hii na hii. Kuna sababu zinazopelekea kufanya hivyo. Sasa hapa sababu hiyo haipo. Kivipi? Tutaambia hebu tuanze kukunja vidole vyetu kuhesabu hizo kullu ziko ngapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa inna kulla muhdathatin bid'ah, fa inna kulla ya kwanza, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kullu ngapi? 3. Kama ikiwa kullu ziko 3, zote zina maana moja au kuna nyingine zina maana tofauti? Mtasema zote maana moja tu, zote hazienei. Wakati sisi tunasema zote zaenea. Nyinyi mnasema sio zote hazienei. Hapa kullu zimekuja hapa ina maana ni baadhi tu, sio kullu kullia. Tunawaambia hapana, kama ikiwa ndio hivyo, sisi tutasema hivi, tuna ushahidi ufuatao. Kila chenye kuzuliwa ni bid'a, yani katika dini. Kila chenye kuzuliwa katika dini ni nini? Ni bid'a. Na tunasema kila bid'a ni upotevu. Tunasema hivyo. Kila bid'a ambayo imezuliwa katika dini, hiyo ni upotevu. Haiwezi kama ni haki, ni upotevu. Alafu tunasema kila upotevu ni motoni. Alafu tunawageuzia vitu, tunawaangalia, tunawaambieni, tutajieni ni upotevu gani utakao kwenda katika pepo. Mnanielewa katika hili? Ikiwa kullu haienei, basi wa kullu dalalatin fi nari pia haienei. Ina maana kuna dalala nyingine, hizo ni za peponi. Kuna upotevu mwingine, huo ni wa peponi. Kama vile ambapo kuna bid'a nyingine ni nzuri, basi kuna upotevu mwingine ni mzuri. Nani ya Muislamu aliyekuwa na imani kamili na akili timamu anaweza kusema maneno haya? Hamna. Nyinyi pia vile vile hamkubali. Nyinyi mnaotetea vile vile hamkubali hilo. Kwa hiyo tukabaki pale pale, kullu inaenea kila kitu. Sasa wakawa wamefahamu kimakosa, wakawa wanahoji, sasa kama kullu yaenea, mbona hampandi punda, hampandi ngamia, hampandi kama ni ng'ombe, mapanda ndege, mapanda magari, si bid'a hii? Mbona misikitini mmeka mafeni? Mbona matumia vipaza sauti? Mbona matumia kompyuta? Vyote hivi bid'a. Tawaambia hamjaelewa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam afafanua zaidi, yasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yule mwenye kuzusha ndani ya dini yetu hii lisilokuwamo, hilo lenye kurudishwa. Kwa maana uzushi unaopatikana ndani ya dini, mfano swala, ukazusha utaratibu wa swala, ishawekwa kwamba alfajiri rakaa 2 tu, wewe ukataka kuongeza ya 3 au ya 4, waambiwa ikubaliki. Jamani, rakaa hizi jamani tupata thawabu zaidi, hii ni khairi. Waambiwa hakuna khairi hiyo, hiyo ni uzushi. Tayari Mtume kashafundisha sunna ni kuswali iliyokuwa wajibu kwetu sisi rakaa 2 za swala ya alfajiri basi.
hata ukilia na kugaragara tukukubali. Na kadhalika swala itaswaliwa, na baada ya swala yanayofuata yote mtume kafundisha utaratibu. Kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimaliza kuswali afanya kadha 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 kadha. Kwa hiyo ukileta jingine lisilokuwa katika yale aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, litakuwa lenye kurudishwa, halikubaliki. Ni katika nini? Katika dini. Kwa sababu mtume asema mwenye kuzusha ndani ya dini yetu hii, nani masala ya kidini, ukizusha halikubaliki. Speaker ni dini, mnaelewa? Speaker au kipaza sauti ni katika dini. Gari ni katika dini. Nguzo ya ngapi? Huna. Punda ni katika dini. Punda walikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, dini? Kwamba mtu akimiliki punda ana dini huyu kwa sababu ana punda 20. Si dini. Mnaelewa? Lakini mtu anafunga, anasimama usiku kuswali, anasoma Qur'an, hiyo ni dini. Sasa haya uruhusiwi kuongeza chochote katika aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kuongeza kwa kuleta mitindo na kuleta namna na kuleta, hairuhusiwi. Kwa hiyo wale tulipowaambia kwamba fa inna kulla muhdathatin bid'a, wakawa hawakuelewa, wakawa wanaleta hoja zao nyingine ambazo hazihusiani na nukta hii. Kwa nikaona niweke wazi kidogo, na maelezo yake ni marefu, lakini yatuzuia sisi na haya tunayotaka. Tunasema sasa tunaona kwamba kila bid'a katika dini upotevu, wal mubtadi'atu, na wale wenye kuzusha katika dini, yani wazushi wenye kuyazusha mambo na kubuni mambo katika dini, wakaipangia swala mitindo na madoido, wakaweka na adhkari na dhikri wakaweka mitindo na kaifia, na kadhalika swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasema dhulalun, hao ni wapotevu vile vile. Afsadul ibada al-ibadata wal-ibada wal-bilada, wameharibu ibada, wakawaharibu waja, na wakaharibu miji imeharibiwa na watu wa bid'a. Fasharruhum adhimun, shari yao ni kubwa. Wanatabarra'u ila Allah azza wa jalla minhum, na sisi tunajiweka mbali, tunajitakasa na dhima na wao, tunatabarra kwa Allah tabaraka wa taala na shari zao hao. Wanatakarrabu ni sawa sawa, andikeni wanatakarrabu pana nuni hapa kinime. Wanatakarrabu ila Allah bibughdihim wa munawaatihim wa muadatihim. Wanatakarrabu ila Allah, na tunajikurubisha kwa Allah bibughdihim, kwa kuwabughudhi wao. Wanatakarrabu ila Allah bibughdihim, na tunajikurubisha kwa Allah kwa kubughudhi wao, kwa kuwabughudhi wao na kuweka mbali na kuwachukia. Khilafu alhizbiyyin au khilafa alhizbiyyin, kinyume na mahizbi. Hii lugha ya mahizbi naitumia, lakini najua bado haijaeleweka, itaeleweka leo insha Allah. Fa innahum yuwaqqiruna ahla albid'i, kwa sababu wao wanawatukuza watu wa bid'a, wayatrunahum, na wanawasifia bialqabin laysu laha ahlan laha, kwa majina ya kubandika ambayo hawastahiki. Kal imam, utaona mtu mubtadi anaitwa imam, wal mujaddid ataitwa mujaddid, na aliyekuwa mubtadi, wa shahidi wa da'iyat islam wal mufakkir. Majina yote watapewa mahali ya kuwa pengine hao ni walinganizi wa bid'a. Kwa hiyo fa fil waqti nafsihi, na wakati huo yataanuna fil ulama'i salafiyyin, utawaona wanawatukana na kuwakebehi wanawachuoni wa kisalafi walikuwa katika msimamo wa sawa sawa, alqaimina ala alhaqi, wenye kusimama katika haki, adhabina anil manhaji salafi, wenye kuitetea manhaji ya salaf. Wayajibu at-tahdhiru minhum wa bayanu fasadi madhhabihim, kwa hiyo inakuwa ni wajibu kuwatahadharisha watu na hao na kubainisha ufisadi wa madhehebu yao. Wa uqubatu kulli man dafa'a anhum, na kumwadhibu kila ambaye anawatetea. Yaqulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nataka mfanye uwiano katika mambo. Hebu angalieni msimamo wetu dhidi ya watawala. Tumeambiwa tuwe watulivu, tuwe wasikivu, tusifanye tusitumie maneno ya kuamsha hisia,
maneno ya kimapinduzi, maneno ya kiuchochezi dhidi ya watawala. Tukatoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kauli za wala wachuoni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anasema hivyo, kadhalika wana wachuoni wanasema hivyo. Hilo likali limepita. Kadhalika masala yetu mawqif yetu na jihadi, tukasema kwamba hairuhusiwi waislamu kufanya matukio ambayo yanajiri leo ulimwenguni, mambo ya kulipua, mambo ya hivi na hivi. Tumeeleza, nadhani mawqif hiyo imepita. Sasa tunapokuja katika watu wa bid'a, utakuta msimamo unabadilika. Lazima watahadharishwe, lazima waadhibiwe kwa kubainisha uovu wao. Yani kule kubainisha uovu wao ndio adhabu kwa wao. Kwa msimamo umekuwa mkali zaidi dhidi yao. Ndio pale wakawa wanapata baadhi ya watu wanaopinga da'wa hii, wanasema hawa wanaojiita masalafi hawa ni murji'a kwa watawala. Yani wakishakuwa mbele ya watawala basi wanakuwa kama vile makinda ya ndege yaliyotota na mvua, kimya kabisa. Lakini wakisimama mbele ya wenzao, maduati wenzao wanaita watu wa bid'a, basi wao wakali kama simba. Kwa hiyo hao ni makhawariji kwa maduati. Sasa unasawiriwa kwamba ni msimamo wa mtu fulani au watu fulani. Yani haileti sura ya kwamba huu ndio msimamo wa ahli sunnah wal jamaa. Kwa sababu sisi tunaishi, tunaona historia. Ukisoma historia utaona namna maimamu waliokuja katika zama za baada ya masahaba na tabi'in kama kina Imam Malik, Imam Ahmad, kina Imam Shafi na watawala walioishi katika wakati wao, ukiwaangalia walivyoishi nao na wao walivyoishi na wale watu wa bid'a utashangaa. Si mmesoma kwamba Imam Ahmad kwenye kitabu Manaqibul Imam Ahmad cha Ibn al-Jawzi, si mmesoma katika Siyar A'lamin Nubala, mmeona namna Imam Ahmad alivyoteswa? Si Imam Ahmad aliteswa au mjui? Akaadhibiwa na watawala kina Ma'mun ambaye alikuwa ni khalifa wa Kiabbasi, mtoto wa Harun al-Rashid, anamwadhibu Imam Ahmad. Imam Ahmad amepigwa mijeledi, ameadhibiwa kweli kweli kwa sababu ya masala tu, yeye alikuwa hakubali. Alipotoka jela watu wamshawishi, sasa imamu, hawa watu madhalimu hawa kufa. Anasema hivyo sisi tujiamrisha tufanye namna hii, tulieni. Kusubiri mimi katika hili ni aula kuliko kumwaga damu za Waislamu. Kwa hiyo tufanyeni subra. Akasubiri mpaka ikaja ahadi ya Allah tabaraka wa taala, watu wakafa, dini ikanusuriwa. Lakini hebu mtazame Imam Ahmad huyo dhidi ya kina Al-Karabisi na wengineo. Mtazame Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu Bistam, namna alipokuwa mkali dhidi ya watu wa bid'a. Bali mara nyingine hata kwa ruwati wa hadithi wanaofanya mchezo alikuwa ni mkali. Sasa ndio msimamo wa ahli sunnah wal jamaa. Ndio Ibn Taymiyyah anasema hivi, wayajibu, hayo kwenye katika karatasi hizo, wayajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhim, itapasa kumwadhibu kila mwenye kujinasibisha na wao na watu wa bid'a, yani au dhabba anhum, au atakayewatetea itapasa kumwadhibu, au athna alaihim, au yule atakayewasifia, mtu akamsifia mtu wa bid'a, au azama kutubahum, au atakayeadhimisha vitabu vyao. Kitabu fulani bwana sijaona mfano wake, kitabu cha mtu wa bid'a. Au arafa au urifa bimusaadatihim, ingedhibiti kwa shakli ingekuwa ni aula. Au urifa bimusaadatihim, au mtu aliyejulikana kwa kuwasaidia, ikawa anawasaidia wao, wa muawanatihim, na kusaidiana nao, yani akawa anashirikiana nao. Au kariha al-kalama fihim, au akawa anachukia kusema vibaya wao. Akishatajwa mtu fulani bwana ni siku lazima atajwe mtu fulani, akawa anachukia kwa nafsi yake. Au akhadha ya'tadhiru lahum, au akawa anaanza kuwapa udhuru, wajua hapa inawezekana wewe hujamuelewa vizuri, wajua, akaanza kutafuta maneno ya kuwapa namna ya udhuru. Wa amthalu hadhihi al-ma'adhir, na mfano wa nyudhuru hizi akataja mifano hii Ibn Taymiyyah, mifano ambayo ni mirefu, mimi nikaona nifanye ikhtisari, ndio maana nikaeka hizo nukta kuonyesha kwamba kuna maneno yameondoshwa. Yeye kataja mifano, kisha akasema wa amthalu hadhihi al-ma'adhir allati la yaquluha illa jahilun au munafiq,
na mfano wa nyudhuru hizi ambazo hawezi kuzisema isipokuwa mtu mjinga au mnafiki. Wajua kafanya hivi, rejea katika majumuu fatawa mtu anaenda kuona maneno hayo. Asema bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum, bali itakuwa ni wajibu kumwadhibu kila ambaye ameitambua hali yao, wala yuawin ala alqiyam alaihim, na akawa hakusaidia kusimama dhidi yao. Yani mtu kishajua kwamba njia hii si sawa sawa na hao wanaofanya hivyo, wanaofanya wanaharibu dini, alafu mtu akanyamaza kimya, yaambiwa pia huyu anatakikana kuadhibiwa, kwa maana watu wasimame dhidi yake na wabainishe. fa inna alqiyam ala haula'i min a'zami alwajibat, kwa sababu kusimama dhidi ya watu hawa ni katika mambo makubwa ya wajibu. Liannahum, atoa sababu, kwa sababu wao afsadul uqula, wameziharibu akili za watu, wal adyan madini ala khalqin min almashaikh wal ulama'i wal muluki wal umara, juu ya viumbe wengi miongoni mwa mashekhe. Yani watu bid'a wamewadhuru mashekhe, wamewadhuru maulama, wamewadhuru wafalme, wamewadhuru maamiri watawala. Wa hum yas'auna fil ardi fasada, na wao wanaeneza katika ardhi ufisadi. Wayasudduna an sabilillah, na wanazuia njia ya Allah. Fadhararuhum fi ddini a'zam, madhara yao katika dini ni makubwa zaidi. Min dharari man yufsid ala almuslimina dunyahum, kuliko madhara ya yule anayewaharibia waislamu dunia yao, kuliko yule anayesababisha njaa, anayesababisha hofu. Madhara yake yanakuwa ni madogo zaidi kuliko yule anayeharibu dini, akawekea watu katika dini mambo yasiyokuwemo. Watu utakuta nyoyo zao zimekunywa bid'a, maisha yao ni bid'a. Ukimwambia hili halipo, kwamba mbona shekhi fulani naye kasema kwamba jambo, mbona mashehe siku zote wasema, wao wamekuja juzi, unaona tayari mtu kashabobea katika bid'a. Watu wakikaa wanapiga makofi na kukohoa hapo, kwambia sio si dini, kwamba dhikri wala dhikrullah akbar. Nani kawaharibu? Ni mubtadi ndio wale haribu jambo hili. Jamani, hii si dhikri. Dhikri ni ile aliyofundisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa wakifanya hivi. Simjua kisa cha Ibn Mas'ud na wale watu waliokuta msikitini. Ibn Mas'ud ameingia msikitini, amewakuta watu wamekaa na mawe yao, la ilaha illa Allah. Mmoja asema la ilaha illa Allah mara 100, semeni. Watu wasema la ilaha illa Allah, semeni Allahu akbar mara 100, semeni subhanallah mara 100. Ibn Mas'ud ni sahaba, alipoingia msikitini akawatazama akawaambia, umma Muhammad, ma asra'a halakatakum. Umma Muhammad, mara 1 hii haraka iliyoje kuangamia, mshaangamia mara 1 hii. Hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bado wapo. Wanafanya hivyo ilikuwa si masahaba, ni watu wengine ambao wamewafuatia masahaba wa kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa waambie masahaba bado wapo, nguo za mtume sallallahu alaihi wasallam hazijachakaa, wa hadhihi aniyatuhu lam tuksar, na hivi vyombo vyake mtume bado vipo, havijavunjika. Yani mtume amekufa karibu tu, nyinyi tayari mshazusha mambo haya. Antum ala millatin ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalala, hivi nyinyi mko juu katika mila ambayo ni bora zaidi kuliko mila ya mtume Muhammad, au mtaka kufungua mlango wa upotevu? Watu wamekaa msikitini wasema la ilaha illa Allah wakisabu kwa mawe, kwa sauti ya pamoja. Ibn Mas'ud anasema nyinyi mmekaa hapa mnafungua mlango wa upotevu. Wakamjibu ya Abu Abdurrahman, ma aradna ila alkhair. Abu Abdurrahman, sisi tukukusudia ila khairi. Abu Abdurrahman akamwambiaje Ibn Mas'ud, wa kam min muridin lil khairin lam yusiba au lan yusiba, watu wangapi wakusudia khairi na hawatoipata. Akaamrisha kwamba watoeni msikitini, wakatolewa. Sasa hawa si kama walikuwa wacheza ngoma msikitini au za draft, wamekaa wasema la ilaha illa Allah, lakini kwa utaratibu sio, wakatolewa msikitini. Na Ibn Mas'ud huyu ndiye mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra biqira'ati ummi abdi, anataka kuisoma Qur'ani safi kabisa mbichi kama vile ilivyoteremshwa, na asome kwa qiraa cha mtoto mama Abdi, yani Abdullah ibn Mas'ud. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alimwambia nisomee Qur'ani. Ibn Mas'ud akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, nikusomee wewe na hali ya kuwa Qur'ani imeteremka juu yako? Akamwambia soma, mimi napenda kuisikia kwa mwingine. Ibn Mas'ud akaanza kuisoma suratul Nisa mpaka kafikia aya, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul
law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Alipofika katika aya hii mtume akamwambia hasbuka al'ana hasbuka. Anasema nikamtazama mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema fa idha aynahu tadrifan, mara macho yake naona yanabubujika na machozi. Ni Ibn Mas'ud ambaye alikuwa ni katika fuqaha sahaba. Maneno kama haya angewakuta watu msikitini na dhikiri zao huku akipiga kofi na wakao wakohoa akiwaambia hivyo, pingine bakora zingemwangukia yeye, kwa sababu wenyewe wanaona kwamba wewe watu hao wameharibu dini na wakaharibu akili za watu kwa neno, kwa njia ya dini, kwamba hii ni dini. Sasa inatakikana watu kama hawa. Sasa isitoshe hawa kuna watu wana bid'a kubwa zaidi kuliko hizi, watakikana watu watahadharishwe. tutaona huko mbeleni insha Allah. Qala al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah, amesema al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, asema wala farqa baina at-ta'n fi ruwati huffadh al-hadith, hakuna tofauti yoyote katika kuwafanyia tani na kuwajeruhi wapokezi wenye kuhifadhi hadithi, wala tamyiz baina man tuqbalu minhum wa man la tuqbal, wala kufanya upambanuzi baina ya wenye kukubaliwa katika wao na wasiokuwa wenye kukubaliwa, wa baina tabyin khata'in man akhta'a fi fahmi maani alkitabi was sunnah. Hakuna tofauti baina ya watu hao, kadhalika baina ya kubainisha kosa la yule ambaye amekosea katika kufahamu maana ya kitabu na sunna, wa ta'awwala shay'an minha, na akaleta tafsiri potofu katika hiyo Qur'ani au katika sunna, ala ghairi ta'wilihi, basi na tafsiri yake, watamassaka bima la yutamassaku bihi, na akashikamana na yale ambayo hayashikamani nayo, liyuhdhara min al-iqtida'i bihi, ili ipate kutahadhariwa na kumfuata, fima akhta'a fihi, katika yale aliyokosea. Waqad ajma'a al-ulama'u ala jawazi dhalika aidha, na wamepatana wanawachuoni juu ya kufaa hilo vile vile. Al-firaqu au al-farqu baina an-nasihati wa at-ta'yir, kitabu kinachoitwa tofauti zilizopo baina ya nasaha na kuadhiri, ukurasa wa 8. Yani yasema maana sasa mtu anaweza kusema kwamba haya masala ya jarh wa taadili haya ni enzi hizo, wapokezi wa hadithi walikuwa wakijeruhiwa, fulani dhaifu, fulani thiqa, fulani la basa bihi, fulani kadha. Sasa hivi mambo hayapo. Asema hakuna tofauti mpaka hivi sasa. Wale wenye kukosea lazima wabainishwe kwamba wamekosea, kwamba hapa fulani kakosea, si sawa. Tumeelewana? Sasa kuna baadhi ya watu wanakasirika kwa hilo, hawakubali, na wao wanasibisha ni watu wa sunna. Usiseme bwana. Mfano sisi tunasema mara nyingi katika mifano yetu, tunapotaja baadhi ya makundi yaliyokuwa katika upotevu katika zama za sasa, tunataja Jamaatu Ikhwan Muslimin, yani Muslim Brotherhood. Ikhwan Muslimin wao katika dhalala, dawa yao ni ya dhalala. Kivipi? Kwa sababu ambazo tutazitaja huko mbeleni vile vile insha Allah. Moja katika hayo, kwanza muanzilishi wake ni Sufi, yani Hasan al-Banna, na alikuwa katika tarika ya Shadhilia. Sufi Shadhili, yani ni mtu wa tarika, ni mridu. Sisi tunaelewana? Katika masala ya itikadi alikuwa ni mufawwidh katika asma wa sifat, na ndio hao sharru ahlul ilhad au ahlul ta'til, kama anavyosema Ibn Taymiyyah, anasema ni sharru ahlil bid'ah. Mufawwidha ni watu waovu katika watu wa bid'ah. Alikuwa hivyo. Usijisitoshe, alikuwa kuburi, ni mtu wa kufunga safari kwenda kwenye makaburi siku zuru, kama vile inafahamika, toka hapa makilomita kadhaa unakwenda katika mji fulani, futa kaburi la Sheikh fulani, Ahmad al-Dusuqi, Ahmad al-Badawi, fulani wa fulani. Hii ilikuwa ni kawaida yake, na haya yameandikwa na kwa ushahidi wa waandishi wao wenyewe ambao ni katika wao. Kadhalika isitoshe, alikuwa ni mtu wa mawali na kuhudhuria katika hafla za maulidi na kuimba na kucheza. Wenyewe ilikuwa ndugu yake yasema alikuwa tukihudhuria katika maulidi fulani katika siku za Ijumaa, na siku Ijumaa ngapi ikifika tuimba kasida, hadha alhabibu ma'a alashabi qad hadara wa samaha alkull fima qad madha wajara. Tutaona kwa mbeleni yako katika mudhakira huu, yako katika mudhakira huu ndani huko ndani utakuja kuona itikadi ya watu hawa ambao ukiwataja tu, kuna baadhi ya watu wa sunna tashmaizu qulubuhum, mara nyoyo zao zinafanya nkimasha, zinajikunja. Jamani, Hasan al-Banna, salla al-ilahu, ukifungua ukurasa wa 30 huko, salla al-ilahu ala an-nuri alladhi dhahara
للعالمين ففاق الشمس والقمر هذا الحبيب مع الأصحاب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. hii ni kasida hii. Mwanzo wake kuna khurafa, mwisho kuna shirki. Nasema huyu mtume pamoja na maswahaba wamehudhuria, yani wamehudhuria kwenye maulidi. Hassan al-Banna na watu wake waimba kasida hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye kahudhuria maulidi ile katika uzushi. Alafu isitoshe sema wasamaha al-kulla, akawasamehe wote ma qad madha fima qad madha wajara, kwa yale yaliyojiri, madhambi yao yote walikuwa nayo mtume kaja kawasamehe. Tunasema maneno haya ni maneno ya kishirikina, pamoja na kwamba hatusemi yeye ni mushriki. Lazima tufahamu hiyo. Maneno aliyozungumza ni ya kiushirikina, maneno aliyosema ni ya bid'a, lakini hatusemi kwamba yeye ni mushriki au yeye ni kafir. Sisi tunavyotakiri kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, hapana anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Sasa ukisema wasamaha al-kull fima qad madha wa jara, ni maneno ambayo kinyume na haki. Sasa huyu ndiye mwanzilishi, akiwa mkono wa mkuume kwake iko jamaa yake na rafiki yake Sayyid Qutb, ambaye balaa zake pia tutaje kuzitaja huko mbeleni kwenye ukurasa baada ya huo. Sasa mtu anaweza kusema jamani, Sayyid Qutb kaandika tafsiri ya Qur'ani, mtu kanyongwa kafa shahidi, bado tu watu wamsema, wana wachuoni wakubwa kabisa wenye harakati hawa kwa lugha za sisi. Twende kwa lugha za hamasa. Al-Imam al-Hafidh bin Rajab wasema ni lazima yabainishwe makosa ya wenye kukosea. Kwa nini tusiwataje watu wengine waliokufa, tuwataje hawa? Kwa nini? Mtu akajiuliza kwa nini watajwa hawa? Naam, kwa sababu athari yake inatokota katika jamii ya Kiislamu, na tutaona kwa ushahidi wa maneno kwamba vyanzo vya hizi bid'a za sasa na mambo haya yatoka wapi. Leo vitabu vya Sayyid Qutb vimetafsiriwa katika kila lugha, bali maneno yao ndiyo yanasomeshwa katika mitaala pengine au katika baadhi ya mashule. Watu wanamezeshwa katika, wanalelewa katika fikra za Sayyid Qutb na al-Maududi na kina Hassan al-Banna. Hiyo ni haki ambayo la khafaa fihi, iko wazi, na katika fikra zao na mielekeo yao bila shaka kuna mambo mengi ambayo si sawa sawa, ni kinyume na dini. Sasa lazima tuseme, kwani hii dini ni ya nani? Ni yao, kwamba wao washafanya. Basi ikiwa sisi leo tuwakosoa kina Ibn Hajar, tuwakosoa fulani kafanya khata, itakuwa Sayyid Qutb na Hassan al-Banna. Sasa tunazungumza hali tuliyokuwa nayo. Mtu sema mbona mtume hajamzungumza? Mtume alijua ghaibu kama atakuja Sayyid Qutb au Hassan al-Banna? Mbona maswahaba? Mbona tunazungumza wakati tulionao sisi na wanawachuoni wetu wasemaje? Naeleweka. Sasa kuna baadhi ya watu wanajinasibisha na sunna, wakitajwa watu hawa nyoyo zao zapatwa na simanzi. Maskini mtu wa watu kafa hivi shahidi, kauawa mtu fulani. Yani wanazungumza katika lugha hizo kwa lengo la kutaka kuwalaza watu na kuendelea na fikra zao. Mimi na hakika wengi katika sisi hapa tuliohudhuria tumesoma katika vyuo vya kisunna, lakini wengi tumeingia katika makosa aliyoingia Hassan al-Banna au Sayyid Qutb, shiitum am abaitum, na bado watu wanaendelea kuwa nayo. Sasa tusipobainisha hiyo sunna uliingia wewe tangu miaka 20 iliyopita uko kwenye sunna, mbona siku zote hujui jambo hili? Wala hakuna kutanabaisha kwamba hili silo, hili halifai. Sasa ni haramu kutanabaisha kwa sababu umeishi miaka 20 katika sunna au 25. Tutasema sasa ni lazima tubainishe, kwa sababu la tubayyinunahu linnasi wala taktumuna. Sasa tunaendelea kwa sababu haya maneno ninayosema yatafika hapo mbeleni, itafika wakati wake hapo mbeleni kuyasema insha Allah. Alamatu ahli albid'i wal ahwa, alama za watu wa bid'a na ahwa. Anasema al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani, amna abu ikate. Qala al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani, amesema al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani, yani Ayyub bin Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani, imam katika imma ahli sunnah wal jamaa. أسمى لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم
illa bilmutashabih, mimi simjui yoyote hii leo katika watu wa bid'a na hawa ambaye anajadiliana isipokuwa kwa kutumia dalili ambazo ni mutashabih. Siku zote dalili zao haziko sawa sawa. Leta dalili ya maulidi, nakwambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, nakwambia hii kadha 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 tam, qul bi fadlillahi wa bi rahmati, ukimbana huko hivyo man salla, ukienda kupambana tatafuta dalili nyingine, hawafuati dalili ya sawa sawa. Leo kiwauliza hao watu, mwafanya maandamano nyinyi, hii haya maandamano ni bid'a, mmetoa wapi? Sikiza jawabu utakazotoka hapo, zaidi ya 100 na zote sijasihi, si sahihi. Waulize tu wenye kutia ubani pale, Fatiha, huu ubani huu watoka wapi huu? Ukiwauliza moto, chetezo kile na moto na ubani, maana yake nini? Kuna kujibu kwamba sisi tunataka harufu nzuri tu. Hapa ni majlisi hii, tunataka harufu tu iwe nzuri basi. Kwa hiyo unaweza kuambia, kwa hiyo kama lengo ni harufu nzuri, tunaweza kununua perfume kama you and me, ukanunua Cobra ile ukamuli, basi si harufu nzuri? Au harufu nzuri lazima ubani? Haya, ukisema lengo ni harufu nzuri, mbona ubani alafu moto alafu Fatiha hapo kwa hapo? Kuna kitu gani? Kwa ina maana ile Fatiha ndio inatoa harufu nzuri au kuna kitu? Tayib. Mwingine atakwambia wajua ule moshi ule ndio unaopandisha dua. Dua ya pande hiyo inaweza kina moshi. Hawa ni katika wale filisika sasa. Yaani ndio hoja dhaifu. Haya, kwa ushahidi upi? Mbona mnaposwali msikitini, mnapokuwa kwenye sijida, hamleti vyetezo na ubani mkaweka na moto mkaweka pale ili dua zenu zipande vizuri? Kwa ushahidi gani? Hawana. Wengine ndio wamefika mwisho kabisa, wakwambia unajua kama vile siku za mfungo 3 na nini, ukitia ubani ndio chakula cha maiti. Yaani maiti akaa mwaka mzima mpaka mfungo 3 ukishamtilia ubani ndio chakula chake. Wewe kama wala ubani wapona? Uponi. Sasa ingekuwa hao maiti kama kuna mauti mingine basi yangewasibu kwa sababu ya njaa. Lakini zote hizi ni jawabu za ahwa. Hawakupi jawabu ya kuelekea kwa sababu ni watu wa mutashabih, ni watu wa bid'a, la yukhasibu illa bil mutashabih. Sasa huu ni mfano tunaotoa, lakini yapo mengi. Ukiuliza hili utasikia majibu zaidi ya 20 na yote hana mwelekeo. Hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah. Alama yao hiyo katika al-Ibana al-Kubra ibn Battah juzu ya 2 ukurasa 501. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, amesema al-Imam al-Barbahari kwenye kitabu chake Sharh as-Sunnah, anasema idha ra'aita ar-rajula yat'anu ala ahadin min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kuna min ambayo imeruku hapo. Utakapomuona yoyote anamtukana yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa, fahamu kwamba huyo ni mtu mwenye kauli mbaya tena hawa, kwa maana ni mtu wa bid'a. Ukisema ahlul ahwa unakusudia ahlul bid'ah, jua kwamba huyu ni mtu wa bid'a. Tutakuja kuona huko mbeleni kwamba Said Qutb anamtukana Uthman radhiyallahu anhu na anamtuhumu khalifa wake, kadhalika anamtuhumu Muawiya radhiyallahu anhu na Amr bin al-As, na anawatukana wazi wazi. In kunta ya hadha labiban fafahami. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله، أمسما الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، علامة أهل البدع الوقيعة كنا مكوسة katika الوقيعة كنا القيعة imeandikwa hivyo pana wao kabla ya qaf. الوقيعة baada alif na lam kuna wao. علامة أهل البدع الوقيعة fi ahli al-athar, alama za watu wa bid'a siku zote ni kuwatukana na kuwatuhumu watu wa sunna, ndio katika alama zao. Pia hiyo ni alama. Haya anayasema al-Imam Abu Hatim katika kitabu Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaa cha Imam al-Lalakai ukurasa 179. Qala Ibn al-Qattan, amesema Imam Sa'id Ibn al-Qattan, laysa fi dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahli al-hadith, duniani hakuna mtu wa bid'a yoyote isipokuwa anawachukia watu wa hadithi, yani ahli sunna.
maneno haya kwenye kitabu Aqidatu Salafi Ashabul Hadith, Aqidatu Salafi Ashabil Hadith cha Imamu Abu Uthman As-Sabuni. Tambihi, si Sabuni huyu Muhammad Ali Sabuni sufi wa sasa, huyu khurafi mwenye saibu taisiru etwaje tafsiri gani, Safwatu tafsiri. Siye huyu kila siku anapigwa radi na Sheikh Albani, siye. Simuelewa. Huyu ni Abu Uthman As-Sabuni wa karne ya 4 huko na ya 5. Ndio tunamzungumzia hapa, ni katika ahli sunnah wal jamaa, sio huyu Ash'ari. وقال أيضا مسمتنا أبو حاتم ابن القطان وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة, na alama za watu wa bid'a kwa watu wake ni zenye kudhihiri, ziko wazi. وأظهر آياتهم وعلاماتهم وأظهر آياتهم وعلاماتهم, na alama iliyodhahiri zaidi kwa wao shiddatu muadatihim lihamalati akhbari an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni uadui wao mkubwa kwa waliokuwa wamebeba maneno na habari za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ihtiqarihim, na kuwadharau, wa ihtiqarihim lahum, na kuwadharau wao, wa istighfafihim bihim, vile vile kuwadharau. Yani wanawadharau wakiwatazama hivi, bwana kazi yao ndio hiyo. Ndio watu wa bid'a katika alama, wajiona wao wajua, wao na maarifa, wajua sana dunia, akisimama ataizungumza wajua. Yani waona kwamba dini ni kujua sana mitaa ya Amerika huko Washington na wapi ndio dini. Mtu atasimama wajua pale Washington, siku yote tuko, ataanza kuzungumza tuko Amsterdam pale, tuko transit, basi ataizungumza dunia, lakini hana aya hana hadithi. Au ana aya yake moja hiyo hiyo ya nyuki, ndio hiyo basi najiona mtaalamu. Mtu mwingine darwish. طيب, عن قتيبة بن سعيد رحمه الله قال إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فإنه على السنة. ukishamuona mtu anawapenda watu wa hadithi, basi ujue kwamba huyo kwenye sunna. Yani ukishamuona mtu anawapenda ahli sunna, ujue katika ahli sunna. wa man khalafa hadha fa'lam annahu mubtadi, na mwenye kukhalifu hili fahamu kwamba yeye ni mtu wa bid'a. Maneno haya kwenye kitabu, katika mukaddima kitabu Shi'ari Ashabi al-Hadith cha Imam Hakim ukurasa wa 7. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo katika alama kuu za watu wa bid'a ni kuwafanyia uadui ahli sunnah wal jamaa. Alama kubwa kabisa walizokuwa nazo. Maneno yao utawasikia na lugha zao utazisikia. Ukiwasikia wanapozungumza wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa, utasikia lugha zao. Kama mtu ashaanza kumkejeli Ibn Bazi, wajua mashaikh wengine hawa, au anamkejeli Ibn Uthaymeen au Albani au Al-Fawzani au Sheikh Muqbil rahimahumullah ajma'in, na wengineo katika maulama wa ahli sunnah wal jamaa, jua kwamba huyo katika moyo wake kuna kitu kipo. Mawqifuna min al-mudhaharat wal masirat, msimamo wetu kuhusiana na maandamano, msimamo wetu kuhusiana na maandamano twasemaje? Nara anna al-mudhaharati wal masirat نرى أن المظاهرات والمسيرات ليست وسيلة من وسائل الدعوة. sisi tunaona maandamano na watu kufuatana mistari wakatembea barabarani huko si katika njia miongoni mwa njia za da'wa, wa taghyiri al-munkari, wala si katika njia za kuondosha munkari, kama yaz'umu arbabuha, kama wanavyodai wenyewe, bali huwa min mushabahati al-kuffari, bali mambo haya yatakujifananisha na makafiri. Mbona mambo mapya tena yamekuja? Maandamano pia hayafai, bid'a. Mtu aweza kauliza maandamano pia bid'a. Sasa sisi tudhalilishwa, waislamu huko wafa, kwa hiyo sisi tufanye maandamano tuonyeshe kwamba tutachukia mtume katukanwa, kwa maandamano waislamu watoka na maandamano, wanakwenda mpaka wanakokujua, wachukua bendera kama ni ya Myahudi, kama ni ya Marekani, tia moto, alafu watachangukana, watarudi zao majumbani, tayari munkari umeisha. Si ndio tunafanya? Au khutba yatolewa pale kali kabisa kwamba tukubali sisi udhalilishaji, kwa nini mtume swalla sallam akatukanwa? Ndio sisi hatukubali kwamba mtume tukanwe. Nani kakubali? Hatukubali kabisa. Ni muislamu au kafiri hatukubaliana na swala hilo, bali ni kufuru. Kama muislamu atakufuru kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufuru,
kumtukana Allah tabaraka wa taala ni kufuru. Kadhalika mengineo dhalilishaji, aturidhiki sisi na kuuawa waislamu bila haki wala yani kwa dhulma na uadui, tukubali hilo. Lakini je, dini yetu imetufundisha utaratibu gani? Huu ni munkari. Je, kwa utaratibu upi? Hakuna utaratibu wa kufanya. Maandamano yametoka wapi? Sasa angalieni, sasa nasema kwamba watu wa bid'a siku zote hawafanyi muhasama, hawajadiliani katika mambo ila kwa mutashabihat. Sikilizeni dalili yao. Wayastadilluna ala jawazi hadhihi al-a'mali limubtada'a, na wanatoa dalili, wanafanya dalili juu ya kufaa vitendo hivi vilivyozuliwa biqissati islami Umar radhiyallahu anhu, kwa kisa cha kusilimu Umar. Wa hadhihi alqissatu munkaratun batila la tathbutu, na kisa hiki ni munkari tena ni batila, hakithibiti. Liannaha min tariqi Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwa, kwa sababu ni kisa kutoka kwa Ishaq ibn Abdullah bin Abi Farwa. Qala anhu al-Bukhari tarakuhu, Bukhari asema huyo amemwacha hadithi zake, yani ni matruk katika hadithi. Qala Ahmad la tahillu indi riwayatu anhu, si halali kwangu mimi kupokea kutoka kwake. Tazama tarjama yake katika Tahdhibu at-Tahdhib mpaka hapo. Yani wao wanachosema, siku Umar aliposilimu alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, kwa nini sisi twaridhika na udhalili? Kwani sisi si waislamu? Kwani sisi kadha? Akamhoji Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakapanga mistari, wakatoka kutoka nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaelekea kwenye al-Kaaba. Umar huku Hamza na msururu wa maswahaba wakitoka wakienda mpaka kwenye al-Kaaba na takbira juu, au jaa al-haqu wa zahaqa al-batil, watu wanakwenda tu mpaka kwenye al-Kaaba. Makafiri wakawatazama tu namna hii. Kuanzia hapo waislamu wakawa wanaswali msikitini wala wabughudhiwi. Si maandamano haya wala mwenye, ni kisa kinatajwa kwenye vitabu kipo, lakini si kile kinachotajwa basi chawa cha kubalika tu. Si kuna misingi ya habari katika Uislamu? Habari zina mchujo au hamna mchujo? Tuwatajia habari nyingine kama mtazikubali. Habari zina mchujo. Kwa hiyo kama zina mchujo habari, ni lazima tuangalie misingi ya mchujo. Kisa hiki kimepokewa kutoka kwa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Farwa, naye kama alivyosema Bukhari tarakuhu. Kisa hiki kimepokewa kweli, kisa munkara. Haijathibiti swala hili kwamba katika ahli sunna wal jamaa yakitokea matatizo basi watu waandamana. Ni mambo yameanza Ufaransa kwa makafiri, na wao wanasema wameanzisha utaratibu huu wa kuondosha munkar. Watu wakitoka mpaka kwenye ofisi za serikali au kwenye viwanja vya wazi wakatukana wanapotukana au wakasema wanayosema, kisha munkari tayari umeisha. Sisi tunasema si dini hii, na ndio maana tunasema bawasuila al-allama Abdul Aziz al-Rajihi, ameulizwa mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa wa sunna wal jamaa kiitwa Abdul Aziz al-Rajihi, ma ra'yukum fi man yujawizu al-mudaharat, mna rai gani nyinyi, ni ipi rai yenu katika kwa wale wenye kujuzisha maandamano, lidhaghati ala wali al-amri hatta yastajiba la, kwa ajili ya kumbana mtawala mpaka wakubali jambo fulani. Tunataka mishahara yetu sisi, maandamano. Tunataka haki zetu sisi, maandamano. Tupinga jambo fulani, maandamano. Nini rai yako na Uislamu na msimamo gani? Aljawab, almudaharatu hadhihi laysat min a'mali almuslimin, maandamano haya si katika matendo ya Uislamu. Hiya dakhilatun, ni jambo lenye kupenyezwa, lenye kuingizwa. Ma kanat ma'rufatan illa min ad-duwal al-gharbiyyah al-kafira, jambo hilo si lenye kufahamika isipokuwa kutoka kwenye nchi za kimagharibi za kikafiri. Katika sharif fatawa ulama fi hukm at-tafjirat wal mudaharat wal ikhtiyalat, katika kaseti inayosema fatawa za wanawachuoni katika hukumu za milipuko na maandamano na uvamizi, yani mauaji ya kivamizi ya uvamizi. Kwa sisi tukubaliana na sera za nini, za hamasa na maandamano. Tunaposema hivi tunaambiwa vibaraka hawa wametumwa na Amerika bwana, si ndio? Sasa tutawaambia duati ahli sunna wal jamaa, msipelekwe tu, rudini katika khati, si njia yenu hii, sio njia yenu. Laysa hadha bi'ushki fadruji, kibanda hiki si chako, pita nenda zako, hapa si kwako. Njia yako wewe ni nyingine kabisa ya kuondosha munkar, na munkar una maratibu zake na taratibu zake. Si masuala ya watu kufanya maandamano kwa kuhamasishana, hakuna faida yoyote ndani yake. Na mara nyingi watu wanapokuwa wanaandamana
mara nyingi ni mipango ya watu wenyewe binafsi kwa hawa za nafsi zao, wengine kwa sababu ya ghera ya dini, lakini hawajui hukumu ya sheria. Sasa utakuta watu mara nyingine wanaandamana katika jambo ambalo hawastahili kuandamana. Mfano, nitatoa mfano mimi. Watu wanaandamana kwa sababu ya, siku moja walikuwa watu waliandamana na Tanzania wakitaka kulazimisha hijabu, kwamba hijabu shuleni zikubaliwe. Hijabu si jambo zuri jamani. Hauwezi kusema tu hijabu kwamba jambo zuri, bali hijabu ni jambo la lazima kwa mwanamke wa Kiislamu. Ulazima kama vile ulazima wa saumu na sala. Si kama hijabu ni jambo zuri. Ni lazima kwa kila mwanamke wa Kiislamu kuvaa hijabu. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Ni amri. Ndio. Sasa mwanamke akishafikia baligh lazima havae hijabu ya kisheria. Sasa wanawake wa Kiislamu leo hawavai, na hawajakatazwa, hawajakatazwa, hawavai. Na pengine sisi tuliokuwepo hapa wengi katika sisi, wake zetu, dada zetu na watu walikuwa chini ya mamlaka yetu, hawavai. Sasa kama maandamano tungejifanyia sisi kwanza, tujiandamie sisi mpaka tuandamiwa, tufanye maandamano video wake zetu mpaka wavae. Hakuna tuingie nyumbani leo maandamano, vaeni hijabu. Si ndio? Msimamo kweli kweli. Lakini si kwa vinyangarika vyote vidogo. Mtoto wajua mama yake havai, dada yake havai, yeye avae kijiskafu cha kuziba hapa chaishia humu, na kijisuruali chake, huyo anaenda zake shule kastiri nywele tu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaona kwamba hijabu ni kustiri kichwa. Kwa hiyo kavaa kiguo chake mpaka hapa mwenyewe na kishati chake kilichombana na suruali yake iliyombana pengine, huyo anaenda zake shule katika mandhari ya ajabu. Pengine nguo aliyovaa ndani inaonekana. Tusharidhika tayari, tushamaliza sasa. Angalia hiyo, tumepumzika wenyewe tayari kwamba banati zetu wavaa hijabu mashuleni, hatuna wasiwasi. Kusema kweli, majua makafiri wanatucheka sisi sana. Tena wale wenye kufuatilia mambo yetu sisi watushangaa, watuona ni watu wa maajabu kabisa. Unajua Uislamu ni watu ambao hawana matatizo. Kuna mambo fulani ukishawaweza basi unataka kitu fulani, haya mnaki wajua hamwezi. Kweli wanawake watokeke kama wavaa hijabu mashuleni, kweli kwa kalika hijabu ile kisheria. Watu ambao hawana matatizo. Kuna mambo fulani ukishawaweza basi unataka kitu fulani, haya mnaki wajua hamwezi. Kweli wanawake watokeke kama wavaa hijabu mashuleni, kweli kwa kalika hijabu ile kisheria. Sasa kitu cha kufanya ilikuwa tufanye hivi, badala ya kuandamana ilikuwa tufanye hivi. Kila mmoja angetumia nguvu na uwezo aliokuwa nao kulazimisha watu wote nyumbani kwake wanavaa hijabu. Kila aliyekuwa anakula chakula chako wewe kwa nguvu zako avaa hijabu, hataki atoke. Sote msimamo mmoja, Waislamu wote tumepatana katika hili. Wallahi nusu hii ya Tanzania tu kama Waislamu wavaa hijabu ni sheria tayari. Wala mna kuandamana, ni barua tuzaandikwa, sisi tukubaliana msimamo huu basi. Hawanasihiwa viongozi, mwatuma watu ujumbe, viongozi wanasikiliza. Sisi tumekuja ni wajumbe wa Uislamu wenye msimamo kadha, tunasema kwamba ni lazima watoto wetu wavae mavazi yao Kiislamu. Lazima wafanye hivyo. Hii ni uhuru wetu. Huu ni uhuru wetu. Si ndio? Sisi tuna mipango. Lakini za athari yaonekana kweli Waislamu wao wanakwenda hivi kama vile masinga-singa na makofia yao. Mpaka mtoto mdogo avaa kofia lake. Sema kana singa wafanya hivyo. Mbona sisi hatuonyeshi misimamo hiyo? Mama nyumbani atoka nyumbani kwake anakwenda pingine dukani pale, avuka barabara na kanga mbili tu kazivaa, moja iko chini moja iko juu. Hatari kweli kweli katika maisha yake anapokwenda. Dada kavaa kimini, mwingine kavaa kigoti, basi ni bala. Sasa hii dini sisi tuona hivi, dini maana yake nini? Au jamani mimi nawazulia
na wazulia wanaharakati wa watu wenyewe wanafanya juhudi kubwa, na wazulia na waonea. Sasa sisi tunapozungumza mambo kama haya kiutaratibu, kwamba tufanyeni utaratibu, mimi binafsi nataka mke wangu mimi, watoto wangu nyumbani, na kila anayekula chakula changu wote wavae hijabu ya kisheria, wanawake wote, mpaka mfanyakazi akija, bwana sisi tunafanya kazi, utafanya kazi hapa ndani lakini kwa sharti, tunataka kazi, tunataka uvae hijabu ya kisheria. Wamuelimisha kwamba hijabu hivi, basi anavaa. Sina uwezo, wamnunulia. Kwa hiyo yule na nyumbani kwake, waonekana Waislamu wote mbona hijabu tu, hatutaheshimiwa sisi. Kwani wao wanataka kula kupitia kwetu? Wao si waheshimu waraia wao hawaheshimu maoni yetu. Lakini tukiwa kidogo hatutasikilizwa, lakini tukiwa wengi tutasikilizwa. Sasa sheria yenyewe tuivunja nyumbani, na huko mashuleni hizo hijabu zinazovaliwa, mimi nasema si hijabu. Ni katika 2000 au 3000 unaweza kupata mmoja ndio kidogo afadhali. Sio kweli jamani? Sasa maandamano yanakwenda, ndo tayari tushafanya maandamano, imepita. Basi jamani, basi tusharidhika. Tunasema haya maandamano mara nyingine haleti natija yote ya maana, kwa sababu hatuiangalii mambo kimsingi kiundani. Kesho kutwa tutaandamia jambo jingine, kesho kutwa jambo jingine, na hali ya kuwa sisi wenyewe ndio tunayovunja. Leo mathalan inaweza kapita mtu na ndevu zake akanyanyaswa, videvu tu bwana, kutaka kazi hapa ndevu lazima unyoe. Lakini lau kwamba yuko Waislamu mathalan, kila anaonekana kana bwana hii ni dini, wao wanasema mtu ana uhuru wa kuabudu, hakuna kumwingilia mtu katika ibada yake, na hii ni ibada. Lakini Waislamu wenyewe ndio wanapiga vita ndevu. Wale videvu hivi na nini, unajua hao ndio kina Usama hao ndio Al-Qaeda hawa. Lugha za manyanyaso, watu madhaifu wa kiimani wakija wafyeka tu. Kwa nini matatizo bwana? Mimi sitaki matatizo na mtu, si ndio ilivyo? Lakini sisi Waislamu wenyewe tutupa dini. Sasa ukiwaelekeza watu kwenye hili hawataki, watakutuhumu. Wewe umetumwa na Marekani, wewe umetumwa na Mayahudi, wewe ni kibaraka. Sasa Mayahudi ndio waamrisha hivi? Ndio huo Uislamu ndio waamrisha hijabu za kijanja. Mtoto wa miaka 9 miaka 8 lazima avae hijabu akaenda shule. Mama mwenye miaka 40 miaka 38 au mwanamke mwenye miaka 28 25, fitna katika umma, atembea wazi kabisa, mara nyingine kitovu nje, amshinda hata mwanamume au naibu. Wewe wewe kutoka nje ukatembea kitovu nje, lakini pengine binti yako atembea hivyo wala hajali, na wala wewe mwenyewe hujali. Watoto siku hizi bwana matatizo kweli, akirudi na kuja nyumbani kwa baba yake udayuthi. Sasa huo ndio Uyahudi, huo ndio Umarekani, huo sikuvaa hijabu ya kisheria. Kwa hiyo tuleteni ujanja katika dini, lakini mjue tuwezi kufaulu. Kwa hiyo Allah ndugu zangu katika imani, tuangalieni maneno haya na tuyapime katika mizani, turudi katika njia sawa sawa. Haya maandamano hayawezi kutusaidia chochote. Kadhalika utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katukanwa, sisi tukubali jambo hilo, linatuudhi sisi jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katukanwa. Kadhalika Makka walimtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Una nguvu, pigana. Una nguvu, fanya subra. Lakini kwanza sisi wenyewe tusimtukanishe mtume wetu. Sisi tumtukanishe mtume wetu, tumtukanisha kwa maana ya kwamba hatuyaenzi mafundisho yake, tunatunga mafundisho yake. Kwa hiyo kwa mtu mwingine kwa kiesali tu, wewe mwenyewe tayari ushaanza kumtukana baba yako, akutuma akuagiza wewe hata ujali. Baba bwana, mimi simbabaishe bwana, kwanza ningetangulia mimi ningekuzaa wewe. Wewe baba usiniambie bwana. Sasa wewe unazungumza hivyo, umwambie baba yako, mwenzako mwingine asikia, siku mwingine anakuja kumtia vibao baba yako. Wapigana kwa lipi sasa? Na wewe tayari ushampiga ngwara siku nyingi babako. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi hatutomuenzi, Qur'ani kitabu chetu hatutokienzi, tukakisimamia kweli kisawa sawa, basi wengine watakidhalilisha. Kwa hiyo jamani, turudini katika nafsi zetu na tutengeze nafsi zetu, na Allah ataleta fathu insha Allah. Sasa
tumehama katika hilo. Kuna kitu kingine chaitwa salafi. Kuna kitu kimoja chaitwa salafi. Sisi tutasema da'wa salafia, manhaji salafi. Mbona maneno haya mapya? Hii salafi imetoka wapi haya? Haya mambo yameanzishwa wapi haya? Nini maana ya salaf? Ndio sasa niko mbele yetu. Tumeruka manhajul muwazanat. Tumeichupa tumekwenda katika ukurasa wa 11. Nimefanya hivyo kwa sababu hiyo manhaji muwazanat ni ndefu na sijasikia kwenu nyinyi mkisema. Nitawajibu katika maswali tu tukifika huko mbeleni inshallah. Hiyo muwazanati bado, lakini nitaigusia tu kwa maneno fulani huko mbeleni inshallah tutakapowataja baadhi ya watu. Kwa ndio maana nikasema tunaruka tunakwenda ukurasa wa 11. Na katika baadhi ya kurasa vile vile tutafika kuziruka ili tufike katika zile ambazo ni ahamu. Taarifu kalimati salafi lughatan. Maelezo kuhusiana na neno salafi katika lugha. Salafu ni nini katika lugha? قال فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله: وهذه الكلمة من حيث اللغة تدل على من تقدم وسبق بالعلم والإيمان والفضل والإحسان. الشيخ سليم بن عيد الهلالي ni mwanafunzi wa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, asema neno hili katika upande wa lugha linafahamisha wale waliotangulia katika ilmu na imani na fadhila na ihsan. Asema Ibn Manzur: was-salaf was-salif was-salafa al-jama'atu al-mutaqaddimun. Katika lisanul arabi, kamusi ya lugha ya Kiarabu ya Ibn Manzur al-Ifriqi, yeye anasema kwamba salaf na salif na salafa ni jamaa mutaqaddimun, ni watu waliotangulia, kundi la watu waliotangulia. Katika lisanul arabi juzu ya 6 ukurasa wa 330. Pengine uko sawa sawa kwa kwenu ukurasa 330. Na amesema Abu Saadat ibn al-Athir Majduddin Abu Saadat ibn al-Athir anasema katika kitabu chake An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar: waqila salafu al-insani man taqaddama bil maut min abaihi wa dhawi qarabatihi, ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Imesemwa salafu wa mtu ni wale waliomtangulia kufa katika baba zake na wale jamaa zake wa karibu wenye udugu, na kwa sababu hiyo basi wakaitwa wale wa mwanzo, kundi lile la mwanzo likaitwa katika tabi'in as-salafu salih. Ndio maana matabi'in wakaitwa salafu salih kwa sababu wao wametangulia. Haya ni maana ya kilugha. والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين فوقك في السن والفضل. سلف vile vile ni wale waliokutangulia wewe katika baba zako na wenye udugu kwako wewe ambao wako juu yako katika umri na fadhila. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. كذلك maneno haya kwenye lisanul arabi. طيب, kwa tumefahamu katika lugha nini maana ya salaf katika lugha. Kadhalika maneno haya yameelezwa katika Mu'jam Maqayis al-Lugha ukurasa wa 468 na al-Imam Abu al-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakaria. Kadhalika al-Imam as-Safarini ameeleza maelezo kama haya. Sasa hapa turudi katika istilahi. Was-salafu istilahan, salafu kiistilahi huwa wasfun lazimun yakhtassu 'inda al-itlaq bis-sahaba, ni wasifu wenye kulazimu, ukitajwa tu unawahusu masahaba. Ikisema salaf maana yake ni sahaba radhiyallahu anhum. Mtu akisema salaf walikuwa wakifanya hivi, salaf walikuwa wakipenda hivi, wanakusudia masahaba. Wa yusharikuhum fihi ghayruhum, lakini vile vile neno hili wanashirikiana katika jambo hilo, wengineo vile vile wanashiriki. Ikitajwa salaf wengine pia wanaingia, ambao ni kina nani? Tabaan wa ittibaan, waliokuja baada yao kwa kufuatia na kwa kufuata mwendo wao, pia huitwa salaf. Yani masahaba ni salaf, tabi'ina ni salaf, tabi'i tabi'ina ni masalaf, na atba'u tabi'in na taba' al-atba' wote ni salaf. Hata maimamu waliokuja baadaye ni masalaf kwetu sisi. Na katika lugha ya Kiarabu neno hili lilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akilitumia vile vile katika hadithi yake alipomwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha, akamwambia wa ni'ma as-salafu laki au wa ni'ma as-salafu ana laki, bora ya salafu waliokutangulia wewe ni mimi. Wa ni'ma as-salafu laki ana,
bora ya salafu wako wale kutangulia wewe ni mimi. Kwa hiyo wale kutangulia wewe kwenye mkufa katika ilmu na fadhila na imani wanaitwa salaf. Na ndio maana hata wale waislamu waliotangulia kufa tuwaambia antum salafuna, nyinyi ndio watangulizi wetu mliotutangulia, wa nahnu bil athar, antum salafuna, nyinyi ni watangulizi wetu na sisi tunafuata. Salaf katika lugha maana yake ni kwa masahaba. Ikisema salaf tunakusudia masahaba, maana salafu salih masahaba, yani wema waliotangulia masahaba na tabiini na wengineo. kama fi qawlihi ta'ala, kama ilivyokuja katika kauli yake ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum, na wema na wale wa mwanzo waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansari na wale ambao wamewafuata wao waliotangulia. ndio maana ile ya nini ni salaf. qala al-allamatu al-qalqashani rahmatullahi alayhi, as-salafu as-salih wa huwa as-sadru al-awwal ar-rasikhuna fi al-ilm. salafu as-salih ni ile kundi la mwanzo wenye kubobea katika ilmu, al-muhtaduna bihadi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, wenye kuongoka wenye kufuata muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, al-hafidhuna li sunnatihi, watu wenye kuhifadhi na kuzichunga sunna zake. ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyihi, Allah amewachagua wao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake. wantakhabahum li iqamati dinihi, na akawachagua wao kwenye kusimamisha dini yake. waradhiyahum a'immata al-umma, na akawaridhia wao kuwa ni wanawachuoni ndio viongozi wa umma. wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadihi, na wakapigana katika dini ya Mwenyezi Mungu ukweli wa kupigana. waafraghu fi nushi al-umma wa naf'iha, na wakawa wamejiweka faragha, wamejitenga, wamejitolea kwa ajili ya kuunasihi umma na kuunufaisha. wabadhalu fi mardati llahi anfusahum, na wakajitolea katika kumridhisha Allah nafsi zao. waqad athna Allahu alayhim fi kitabihi biqawlihi, Allah amewasifia wao katika kitabu chake kwa kauli yake aliposema Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari, mpaka mwisho. na Muhammad ni mtume wa Allah na wale ambao pamoja na yeye ni wasusuavu, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, mpaka mwisho. kadhalika lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. aya zote zimetaja kutoka kuzisoma mwenyewe, zote ni ishara na dalili ya wazi juu ya wema waliotangulia, yani masahaba na waliofuatia baada yao. Sheikh Salim bin Eid al-Hilali asema waqarra ahlul ilmi qadimuhum wa hadithuhum bihadha al-istilah, wakakubali wanawachuoni wa zamani na wa sasa istilahi hii kama imekubalika. Amesema al-Imam al-Ghazali akiwa anaelezea neno salaf akasema aani madhhab as-sahabati wat-tabi'in. Aliposema neno salaf akasema nakusudia madhehebu ya masahaba na tabi'in, kwenye kitabu Iljamul Awam an ilmi al-kalam ukurasa wa 62. na Imam al-Bayjuri anasema wal muradu biman salafa man taqaddama min al-anbiya'i was-sahabati wat-tabi'in wa tabi'ihim, katika sharh Jawharat at-Tauhid ukurasa wa 111. muradi kwa salaf ni wale waliotangulia katika manabii na masahaba na tabi'in na waliofuatia wao. na hili wamenakili ahlul ilmi katika karne tatu bora istilahi hii ambayo inafahamisha manhaji ya sahaba na wenye kuwafuatia wao, yani ikawa ikisemwa salaf inakusudiwa wao. Mwisho tunataja dalili mbili, moja tushaisoma na nyingine ni hii ambayo imepokewa na Imam Muslim kutoka katika njia ya Muhammad bin Abdullah. Anasema nimemsikia Ali bin Shaqiq anasema nimemsikia Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi yaqulu ala ruusi an-nas. Imam Muslim ametaja katika mukaddima wake kwamba Ibn Mubarak amesema mbele za watu, da'u hadith Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, acheni maneno ya Amr ibn Thabit kwa sababu yeye alikuwa akiwatukana salaf. wal muradu bis salafi huna as-sahaba, na muradi wa salafi hapa ni masahaba. Kwa maneno haya walikuwa hata masahaba wakiyatumia, na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitumia vile vile. Mfano Anas bin Malik rahimahullah ta'ala asema law anna rajulan adraka salaf al-awwal, law kwamba mtu aliyediriki wale salafu wa kwanza, thumma bu'itha al-yawma, kisha akafufuliwa leo, ma arafa min al-islam shay'a, asingejua uislamu wote.
yani asingejua chochote, yani lao kama masahaba leo wafufuliwa tuangalie sisi ungesema Uislamu uko wapi? Yani wasingeona chochote katika Uislamu. Kisha akaweka mkono wake katika paji lake la uso akasema illa hadhi isipokuwa hii swala. Illa hadhi anakusudia isipokuwa swala. Kadhalika Maimun bin Mihran kutoka kwa baba yake asema law rajulan unshira fikum min as-salaf ma arafa ghayra hadhihi al-qibla, lau kwamba kuna mtu angefufuliwa katika salaf, yani katika masahaba, hii leo akafufuliwa singejua chochote katika mambo mnayofanya isipokuwa qibla tu. Unajua huku ndio Makkah, lakini mambo yenu yote mnayofanya yanaonekana ni kinyume na Uislamu, mko tofauti akhlaqi, maneno na kila kitu. Kweli kitumika neno as-salaf. Na huyu Mihran ambaye baba yake Maimun al-Jazari, baba yake ni katika sahaba na yeye mwenyewe ni katika at-tabi'in. Tumeelewana jamani? Nafupilizisha nasema kwa ufupi hivi kwa sababu ya wakati namna unavyokwenda, na hali inaonekana ya mudhakira bado yuko imetusimamia namna hii, na kuna mengi na kila swali nasema tutakuja huko mbeleni, lakini naona mbeleni na wakati unakwenda tu. السلف من حيث الزمان قال حفظه المولى، اسمه الشيخ سليم حفظه المولى، أما من حيث الزمان فهي تستعمل للدلالة على خير القرون وأولاها بالاقتداء والاتباع، وهي القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية على لسان خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أسمى أما katika upande wa zama neno hilo salaf hutumika kwa kufahamisha zile karne tatu zilizokuwa bora kufuatwa, nazo ni karne tatu za mwanzo zenye kushuhudiliwa kwa khairi kwa ulimi wa mbora wa viumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويدخل القرن الرابع في إحدى الروايتين. baadhi ya wanawachuoni wanaingiza karne ya 4. mtume aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma. kwa hiyo zile karne tatu za mwanzo katika wakati huisabika ndio karne za salaf. wao ni as-salaf, nataka mfahamu wao ni salafi. ولكن التحديد الزمني غير دقيق، asema lakini ile kuweka mipaka ya kizama haiko ndani zaidi, yani haileti sura ile iliyo ndani zaidi. lihasri mafhumi salafi, yani sura ya kudhibiti mafhumu ya salaf. haithu nara kathiran min alfiraq ad-dalla wal bid'i, kwa sababu tunaona kuna makundi mengi katika makundi yaliyopotea na bid'a qad atallat bi ru'usiha fi tilka alfatrati az-zamaniyya, walinyanyua vichwa vyao katika zama hizo. lidhalika fawujudu al-insani fi dhalika al-'asri, kwa hiyo basi kupatikana mtu katika wakati huo, kuwa mtu anaishi katika wakati huo, la yakfi lilhukmi alayhi bi annahu ala manhaj as-salaf, haitoshi kumhukumilia kwamba yeye katika manhaj ya salaf. yani mtu aliyekuwa katika karne hizo, si kwa maana kwamba kila mtu aliyeishi katika karne ya pili au karne ya tatu basi huyo ni mtu bora. La, kuna watu wameishi katika karne hizo na walikuwa ni watu wa bid'a. yani katika watu waliokuja baada ya masahaba, si kwa maana kwamba kila aliyeishi katika wakati huo basi alikuwa ni mtu bora. La, na alikuwa katika salaf. La, bali wako ambao wameishi katika bid'a katika misimamo yao, ma lam yakun muwafiqan lis-sahabati radiyallahu anhum fi fahm al-kitabi was-sunnah, muda wa kuwa si wenye kuwafikiana na masahaba katika kufahamu kitabu na sunna. walidhalika yuqayyidu al-ulama hadha al-mustalah, na kwa sababu hiyo wanawachuoni wanafanya taqyid katika istilahi hii, wanasema as-salaf as-salih, wema waliotangulia wema. kwa hiyo tunaposema neno salaf inakuwa linaelea salaf wema na wabaya, lakini tukisema salih itakuwa neno hili limefupizika kwa watu wema peke yao. Sasa kuna kitu kingine chaitwa as-salafiyya, kujinasibisha na usalafi.